Kwa unatakiwa uelewe hivyo kwamba huyu mwanamke ana kiumbe ambacho kinaitwa ukike. Ukike ni kiumbe ambacho kipo ndani ya mwanamke. Ukike kinamaanisha haiba ya kike. Ukike kinamaanisha hali ya mwanamke. Ukike kinamaanisha tabia za mwanamke. Ukike kinamaanisha maadili ya mwanamke. Ukike kinamaanisha kanuni, taratibu na namna ambavyo mwanamke anatakiwa kuwa, anatakiwa awe, anatakiwa kuonekana, anatakiwa kutenda, anatakiwa kufanya, anatakiwa kuwa ndani ya mwanamke wake, ili aweze kuonekana kama ni mwanamke, ili aweze kusimama kama mwanamke, ili aweze kuwa mwanamke. Kwa hiyo ukike kazi yake kubwa ni kuhakikisha huyu mwanamke anakuwa mwanamke, anakuwa mwanamke, anasimama mwanamke, anasimama kwenye aiba ya kike. Aiba ya kike ni ipi? Kuna mengi utayasikia taratibu, lakini unatakiwa uelewe kwamba hicho ni kiumbe ambacho kinahakikisha. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya mwanamke na mwanaume. Yaani wakiwekwa hapa mbele, unaona kabisa huyu ni mwanaume, unaona huyu ni mwanamke. Na hivyo kuna upande wa mwanaume, ule ukiume, kazi yake kubwa ni kuhakikisha huyu mwanaume anasimama kwenye aiba ya kiume, ya ukiume. Yaani akisimama kati ya mwanaume na mwanamke, unaona kabisa huyu ni mwanaume. Lakini anawezaje kusimama hivi? Anawezaje kuongea hivi? Anawezaje kutenda hivi? Anawezaje kufikiria hivi? Anawezaje kuwaza hivi? Ndio anasema akikaa mwanamke na mwanaume katika mawazo, au mwanamke anafikiria hivi, mwanaume anafikiria hivi, ile hali ya utofauti, ndo kuna hivi viumbe viwili vya ndani yetu sisi kwenye miili yetu. Wengine wataita nafsi, wengine wataita roho, wengine wataita majina yake watavipa, lakini nimekupa msingi. Kwa upande wa mwanaume, ukiume ambao unahakikisha aiba yake ya mwanaume inabakia pale pale. Aiba ya kiume ni nini? Aiba ya kiume ni msingi wa asili wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyemuumba mwanaume, na kama alimuumba mwanaume, alimuumba kwa makusudi